Na serikali ya kaunti ya Mombasa inazindua mpango unaolenga kuwapiga jeki vijana 50,000 kiuchumi. Mpango unaoitwa Skills Mtaani unashirikisha taasisi za ufundi jijini humo zinazotoa mafunzo kwa vijana kabla ya kupokea ufadhili wa mtaji wa kibiashara. Francis Mtalaki anajiunga nasi kutoka ukumbi wa Tononoka kwa mengi zaidi. Na Francis Mtalaki, najua kwamba ni mmoja wa mradi ambao umekuwa ukipigiwa jeki na kuzungumziwa sana na Gavana Abdulswamad Sharif Nassir. Tueleze kwa kifupi unaendelezwa vipi na wananchi wanaweza kufaidika vipi? Na asante sana Rashid. Ni mpango ambao unafahamika kama Skills Mtaani, mpango ambao una ngazi tofauti za utekelezaji, na hii leo ni moja ya ngazi ambazo muhimu ambazo labda zitakuwa zinazinduliwa rasmi. Na ukiweza kutizama kuna umati mkubwa ambao tayari umekwisha fika katika ukumbi huu. Moja ya wale ambao wamefika hapa ni wale wakuu wa taasisi mbalimbali taasisi za kiufundi na baadhi ya taasisi ambazo zilizoko katika kisiwa hiki cha Mombasa. Na muhimu pia ni kuweza kuunganisha vijana walioko mtaani kuweza kujipatia ajira, lakini sio ajira, ni lazima waweze kupata maarifa na ufundi ambao unahitajika, na ndiposa wako hapa. Na mpango huu pia unatekelezwa na serikali ya kaunti kupitia hizi taasisi ili kuhakikisha kwamba masuala ya vijana kukaa mtaani yameweza kupungua au kukabiliwa kabisa, pamoja na swala la mihadarati pia tumeweza kuripoti visa kadha wa kadha. Je, vijana kama hawa wanaweza kupata vipi mtaji au fedha za kujikimu? Lakini kwa sasa nipo na afisa mmoja hapa katika serikali ya kaunti Mombasa. Songa hapa karibu, tueleze majina yako alafu kwa kifupi sana swala hili la Skills Mtaani labda linalenga kuwafikia nini pale mashinani? Kwa majina naitwa Dr. Jamal Ali. Mimi ni CEO wa Elimu Scheme katika department ya education. Kwa hakika kwa hili jambo ni kuwa Elimu Scheme na county government kwa jumla kupitia His Excellency the Governor, hili ni jambo amelifanya wakati alipokuwa mbunge, ya kuwa kuweza kuinua vipaji mbalimbali kutoka kwa watu ambao chini huko, kama mfano upakaji hina, kamba crafts na all zile ni zote ambazo zinaweza kuinua mujtama. Sasa hii siku ya leo ni kuregister hizi taasisi mbalimbali ambazo ziko hapa, ambazo pengine hazijakuwa registered na TVET na NITA, lakini ziko katika hali ya kuweza kuinua maisha kama hina na wengineo. Kwa siku ya leo ni tuweze tupate kama stakeholders engagement, to register hizi taasisi, halafu ndo twende stage ya pili kuweza kuwatoa vijana nje, wale ambao waona wamekata tamaa katika kuchukuliwa na TVET, wamekata tamaa kwenda kusoma certificate katika university, wamekata tamaa kwa maisha, wameingia pengine mihadharati na mengine. Katika hizi taasisi ambazo tunaweza kuzitrain hapa, zitaweza kuwatoa mashinani. Mwishoni, labda itasaidia vipi vijana labda kujikosa kujihusisha na makundi ya kihuni, uhalifu? Hakika watakapokuwa wamepata training ya kisawasawa, hawa vijana wataweza kufanya zile vitu ambavyo waweza kufanya mikononi mwao, kwa sababu serikali ya kaunti imeweka mikakati ya kuwa watakapokuwa wamemaliza, kunao pia kikundi ambacho kiko tayari kwa kaunti ambacho cha Revolve Fund, ambayo itakuwa iko tayari kusaidia hivi vikundi ambavyo viko hapa, kuwasaidia kuinua maisha ya wale vijana watakao kwa mitaani. Asante sana. Acha tumpate mmoja, labda usonge karibu alafu tuambie unatoka wapi na umuhimu wa shughuli ya leo, hasa katika masuala ya kuwajenga vijana na taasisi za kutafuta kazi, hasa kwa wale ambao labda wamekata tamaa. Asante sana. Kwa majina ni CPA Gloria Mwasi. Mimi ni County Chief Officer, Department ya Education and Vocational Training. Na siku ya leo ni muhimu sana kwetu kwa sababu tumeita wale taasisi mbalimbali za mafunzo ya kiufundi. Na hizi taasisi zinatoka katika village level, kwa sababu hawa vijana tunajua kuna vijana ambao wamekata tamaa katika masomo, katika kuendeleza maisha yao, kwa sababu either walianguka mitihani, hawakuweza kuendeleza masomo yao. Lakini sasa hizi taasisi ambazo tumeziita hapa ni zile ambazo zinatoka kwa vitongoji, kwa villages hao. Na tunajua kwamba baadhi ya hawa vijana ambao hawakuweza kuendeleza masomo yao ni kwa sababu ya shida za kifedha, na tukiwa na taasisi hizi ambazo zinatoka karibu na wao, watakuwa na ule uwezo wa kuweza kufikia hizi
kwa sababu hawatakuwa na issue ya kuwa lazima walipe nauli ya kuweza kufikia hizo college zao, na watapata hayo mafunzo na county government itawasaidia, itaweza kuwapatia kama ni zile zinaitwa startup kits waweze kuanzisha biashara zao, ama wapewe loan through the revolving fund, na wengine pia watapewa ile inaitwa airlift program ambapo wanaweza kuwa airlifted to other countries waende kufanya kazi katika nchi za nje. Mwisho kabisa, labda tuchukue mfano, nihitaji labda nina nia ya kuweza kujiunga, lakini sijaweza kukamilisha kama darasa la 8. Naruhusiwa? Kanuni ni zipi? Inaruhusiwa, hatujatupa mtu nje na hakuna ubaguzi. Whether umefika mpaka darasa la 8 ama kidato cha 4 ama hujafika, unakaribishwa kabisa kujiunga. Tutakapomaliza kusajili hizi taasisi, tutawaeleza vile hawa wanafunzi wataweza kujiunga na kuweza kuhakikisha kuwa wanatuma maombi yao katika hizo taasisi mbalimbali. Asante. Labda kwa sekundi 30 tuambie majina yako, labda umuhimu wa hii taasisi ya mpango huu wa Skills Mtaani. Majina mengi. Asante, majina yangu naitwa Alfred Mwaniki, niko Likoni. Tunashukuru Mungu sababu ya gavana kwa kutuletea hii msaada, maana hii itasaidia vijana wetu ambao wengi mtaani hawana kazi, hawakuwa na nguvu ya kujiendeleza kimasomo, lakini sasa kupitia kwa hii mpango imefika mashinani na tunafurahia, tunaona itasaidia jamii. Asante sana. Labda tupate kwa kijana kwa sekundi 30 sasa tukimalizia. Mpango huu utasaidia vipi vijana? Wewe ukiwa mmoja wao. Naam. Sasa ningependa kusema kwamba itasaidia vijana kwa sababu watapata ajira, wataweza kujibunisha skills hivi. When they go to different vocational training institutions, they get various skills that is going to impact them and curb this unemployment issue. Yeah. Asante sana. Na ni baadhi tu ya vijana kizungumza nasi moja kwa moja katika swala hili, na ni picha hizi ambazo tunasubiri wakati wote. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir alikuwa anafika hapa na kuweza kuzindua rasmi mpango huu. Niweze kukomea hapo kutoka kaunti ya Mombasa. Sema na Citizen inachukua mapumziko mafupi. Mimi ni Francis Mtalaki.